Ndugu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Radio Tabora, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2026. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya 6, na Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya 8. Sasa karibuni tusikilize somo la Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Nanyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu wapendwa, katika somo la kwanza tunaendelea kuona bidii ya wanafunzi katika kueneza neno la Mungu, mpaka kwa wale ambao tangu awali walikaliliwa kuwa ni watu wa mataifa na ambao hawakulihitaji hilo neno. Lakini bidii hii na juhudi hii wanaipata kwa kuwa wameshikamana na Kristo, kwa kuwa wanaye mhubiri kweli ambaye ni Kristo. Ndiposa hata inapotokea changamoto ya kutokuelewana juu ya tamaduni ya kutahiriwa kama waliokuwa nayo Wafarisayo, hii haiwatetelezi wala kuwatoa katika mstari ule wa kuendelea kulihubiri na kuliishi neno la Mungu, kama alivyowashauri pia Mtakatifu Paulo katika waraka wake kwa Wagalatia sura ya 5 aya ya 6, kwamba kutahiriwa au kutotahiriwa si kitu, bali ni kuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo bidii waliokuwa nayo wanafunzi hawa wa Yesu ndio inatupa pia sisi mwendelezo wa kuyatafakari haya na kuyaona kwamba waliaweza kufanya hivi kwa kuwa walikuwa na mshikamano na Bwana wetu Yesu Kristo. Katika somo la Injili tunaendelea kuona matokeo ya muunganiko wa kiimani kati ya Kristo na watu wake. Yesu anatumia mfano wa mzabibu na matawi. Anasisitiza kuwa matawi hayawezi kukaa peke yake nje ya shina. Yanahitaji kujishikiza mahali fulani kwenye shina. Bila mti, tawi ni hakika litakauka, litasinyaa na kufa, na halitafaa si kwa kingine bali kuchomwa. Ndugu wapendwa, maisha yetu yanakuwa na maana sana tukijishikamanisha na Kristo aliye shina na sisi tulio matawi. Nje yake Kristo hatuwezi kufanya kitu chochote. Tunaweza tukawa na mipango mingi sana ya kijamii, kisiasa, kiutamaduni, kiuchumi na kadhalika, lakini mipango hii nje ya Kristo ni dhahiri shahidi kwamba ni kazi bure, tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu. Kwa hiyo ndugu zangu, muunganiko wa fumbo sasa uliopo kati yetu na Kristo ni mfano huu ambao Yesu mwenyewe anautoa leo, na tunapata kufahamu zaidi kuwa kuendelea kumtegemea Kristo ni muhimu sana, si tu kwa ajili ya kuzaa matunda, bali pia katika mwendelezo wa kutoa ushuhuda mzuri wa maisha. Kwa mipango yetu ambayo tumeipanga inakuwa na maana sana
kama itatoka kwa Kristo mwenyewe. Mwinjili Yohane anaendelea kuweka bayana kuwa kuzaa matunda kunategemea pia juhudi zetu za kukaa ndani ya Bwana, kuendelea kujitahidi kubaki katika muungano naye, kama anavyosema, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, mtazaa sana. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, ni dhahiri shairi kuwa si rahisi kukaa ndani ya Yesu na usizae matunda, kwa sababu chanzo cha yote utakayokuwa unafanya yatakuwa yanatoka kwa Bwana. Hata tukirejea wakati Bwana wetu alipokuwa katika mateso, Mtakatifu Petro alitolewa ushuhuda kwamba wewe ni mmoja kati ya wanafunzi wake, kwa sababu alikuwa na muunganiko na Bwana, lakini alikataa kumkana mara 3. Lakini tukirejea katika Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 26 aya 73, yule aliyemtolea ushuhuda alimwambia, maana hata kuongea kwako kunadhihirisha kwamba wewe ni mmoja wao. Kwa hiyo nasi vile vile tukikaa katika muunganiko na Bwana, matendo yetu yatafanana na Bwana. Kuongea kwetu, kutenda kwetu kutatoka kwa Kristo mwenyewe. Basi unaweza ukawa unasuasua, kusitasita kuzaa matunda mazuri, lakini tumaini ni kwamba Baba atakusafisha, kama jinsi ambavyo mkulima anavyo usafisha mti kwa kupruni ili uendelee kuzaa zaidi. Sisi nasi tukiwa tunazaa kidogo tutasafishwa na Baba, kwa sababu hiyo ni ahadi ya Kristo mwenyewe, kama tulivyosikia katika Injili ya leo. Majani yasiyozaa na ambayo ni kikwazo ili tuendelee kuzaa maradufu yatatolewa, na tutabaki na majani ambayo yatatoa matunda mara na mara. Kwa hiyo ndugu mpendwa sana, matunda ya kukaa katika muunganiko na Kristo ni furaha kamili. Tunapata matokeo ya sala zetu kwa sababu tunaweza kuomba kadiri ya mapenzi ya Mungu, kumpa Mungu utukufu wa maisha yetu, kama tulivyosema kwamba matendo yetu mema yataakisi yale na jinsi ambavyo tumeunganika na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kupitia hayo Mungu atapata utukufu. Pia tutakuwa na furaha na amani kati yetu na wenzetu. Basi tuendelee kuomba neema za Kristo mfufuka ili tujitahidi kuishi katika muunganiko naye. Tafakari hii imetolewa nami Fratelli Anton David Nyangoso wa mwaka wa 2 wa masomo ya teolojia hapa katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, inayotokea Jimbo Katoliki la Musoma. Tumsifu Yesu Kristo.